uelewa wa wananchi baada ya kuwa wanashirikishwa katika michakato hii ya kisiasa umekuwa ni mkubwa sana, na ndio maana unaona uimara wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo unazidi kukua siku hadi siku licha ya vikwazo ambavyo vinaendelea kuwekwa katika taifa letu kwenye ufanyaji wa siasa. Mimi nadhani hizi changamoto ndio zinaimarisha zaidi Chadema katika kuweza kukifanya kiweze kufikia yale malengo siku moja. Mapambano huwa sio ya siku moja. Vyama vya siasa ni moja kati ya wadau muhimu wanaotakiwa kuwa mstari wa mbele kwenye kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa ni nchi yenye haki na ustawi ambao unatarajiwa. Sasa vyama viko vingi, mpaka sasa hivi tuna vyama 19 vya siasa ambavyo vina usajili wa kudumu. Sasa hivyo vyama vinatekeleza wajibu huo au matarajio hayo kwa wananchi wa kawaida kwa namna gani, hilo ni jambo lingine. Kwa hiyo kujibu tu swali lako ni kwamba vyama vya siasa vinatarajiwa kuwa ni moja kati ya vichocheo vya upatikanaji wa haki Tanzania. Vimeshindwa kufanya hivyo ili kuhakikisha Tanzania inakuwa na haki? Siwezi kusema moja kwa moja kama vimeshindwa au vimepatia, lakini ninachotaka kusema vyama viko 19 na tulianzisha mfumo wa vyama vingi vya siasa ili wananchi wawe na wigo mpana wa kuchagua ni chama kipi ambacho wao wanadhani kinaweza kikawasaidia kufikia malengo ya upatikanaji wa haki, utawala bora, utawala unaoheshimu haki za binadamu na mambo yanayofanana na hayo. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kunukuliwa akisema kwamba ili nchi iweze kupata maendeleo inahitaji vigezo 4: ardhi, watu, siasa safi na uongozi bora. Kwa hiyo kumbe huwezi kuiacha siasa, huwezi kuacha kuitaja siasa kama moja ya kichocheo cha upatikanaji wa maendeleo ambayo wananchi wanayatamani. Katika ushiriki wangu wa siasa za vyama kwenye vyama mbalimbali vya siasa ni kwamba vyama bado vina kazi kubwa sana ya kufanya ili kuweza kufikia matarajio ya wananchi kama moja ya kigezo cha kuweza kupata maendeleo. Tunapokuwa na vyama dhaifu, maana yake ni kwamba tunajichelewesha kuweza kupata maendeleo. Huo ndio uzoefu wangu. Wakati wa Mwalimu Nyerere pengine tuliweza kuona utawala bora, lakini tuliweza kuona siasa safi, na ndio maana tukaweza kuvuka hata mipaka kusaidia hata nchi zingine ziweze kupata uhuru, nchi kama za kusini mwa Afrika. Sasa wakati wa Mwalimu Nyerere umepita. Hatuwezi kubweteka, na nyakati zinabadilika na mahitaji yanabadilika. Sasa lazima tuendelee kufanya kazi siku zote ili hilo lengo libaki pale pale siku zote. Mwalimu Nyerere kaondoka, wakija wengine pia waendeleze kazi ambayo alianza. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na siasa safi wakati wote. Sio kwa sababu Nyerere leo hayupo kwa hiyo tuache. Tukiacha siasa safi kama moja ya kigezo cha kupata maendeleo, maana yake ni kwamba tumeyakataa hayo maendeleo. Kwa sababu huwezi kupata maendeleo bila siasa safi. Na siasa safi ndio inatupelekea tu na uongozi bora. Sasa maendeleo yanahitaji uongozi. Huwezi kupata uongozi ambao hutokana na siasa safi. Ningeweza kuwa mwanasheria bora kiasi gani, ningeweza kuwa wakili mzuri kiasi gani, lakini kama ushirikishwaji wa watu wengine haupo, huo ushirikiano pengine inaweza ikawa ni ngumu, hata huo mchango ambao unaweza usionekane. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba naungana na wapigania haki walio wengi kokote pale walipo ndani na nje ya Tanzania kuhakikisha kwamba taifa hili linaendelea kustawi kama ambavyo lilivyokuwa katika miaka iliyopita. Kama kuna mahala pengine naona kuna jitihada kubwa inafanyika na nahitajika kwenda kutoa mchango huko, siwezi kukaa pembeni nikakimbia kwa sababu tu niko kwenye chama fulani. Ndio maana nimeona sasa kwamba kubaki ACT Wazalendo wakati ambapo kuna nguvu kubwa imewekezwa na wadau mbalimbali, kama nilivyokuambia kwamba maendeleo hayahitaji mtu mmoja, yanahitaji watu wote waunganishe nguvu. Ndio maana nimeamua kufikia uamuzi huo leo. Kuna vyama vilivyosajiliwa ni jambo moja, lakini kuna vyama vinavyotekeleza malengo ambayo yanategemewa na wananchi ni jambo lingine. Tuna vyama 19 kama nilivyokuambia, lakini wananchi ndio wanaopima kuona kama ni chama gani au ni vyama gani ambavyo wanaweza wakavipa nguvu kuweza kufikia hayo malengo yao, kwa sababu vyama hivi vinafanya kazi na vinafanya kazi kwa matarajio ya wananchi. Sasa viko vingi ni kweli, lakini wananchi wana matumaini na chama gani? Hilo ni swala ambalo kila mwananchi sana anapaswa kufanya tathmini na kuweza kufikia hitimisho. Siwezi kusema huko, mimi ninachokisema kwa sasa nimeamua kuungana na pigania haki niweze kutoa mchango wangu ambao kimsingi naona kabisa unahitajika katika eneo hilo ili kuweza kuharakisha upatikanaji wa utawala wa sheria, utawala wa haki ambao unaheshimu pia haki za binadamu, unaheshimu utu, unaheshimu historia ya nchi hii, lakini pia unatoa matarajio mazuri katika siku zijazo. Hilo ni swali ambalo limekuja mapema sana kuweza kulijibu, lakini mimi ninachosema kwamba haki inatakiwa kupiganiwa na kila Mtanzania bila kujali yuko kwenye chama, yuko cha siasa, yuko kwenye sekta binafsi, ni mfanyabiashara, ni mvuvi au ni nani. Sasa kama ni Chadema, kama ni chama cha wavuvi, kama ni wakulima, ni na nani, wote wale, lengo ambalo tunatakiwa lituunganisha sasa hivi ni kwamba tunatakiwa wote kwa
pamoja tu na Tanzania ambayo inaheshimu haki. Naenda Chadema ama siendi Chadema, hilo si swala ambalo nadhani la muhimu sana. Lengo ni kwamba naungana na timu ya wapigania haki. Ni kina nani? Sio Chadema peke yao. Wako watu wengi, wako wadau wengi kama nilivyosema. Wafanyakazi, wakulima, wafanyabiashara, wanasiasa, wanaharakati, wanasheria na watu wengine wale wote ambao wanapenda haki na kwa namna moja ama nyingine wamejipambanua katika hilo. Kesi ile imeahirishwa, nadhani itakuja mwezi wa 9. Kwa hivyo msimamo wangu kama nilivyotoa hapo awali uko pale pale. Mimi ndio wakili wa kwanza Tanzania kufanya kesi ya ugaidi kusikilizwa mwanzo mpaka mwisho na watu wakaweza kushinda. Wale mashehe ambao walikuwa wameshtakiwa kwa ugaidi pale Arusha na wakapoteza muda wa miaka 9 gerezani kwa mashtaka ya uongo. Baada mimi kuwasimamia mahakama ikaweza kuridhika na ushawishi nilioutoa kwa kutumia sheria kufikia hitimisho kwamba wale watu hawakuwa magaidi na kwamba walikuwa wameonewa na hivyo wakaachiwa huru. Kwa hiyo uzoefu huu ambao nimeshautoa kwa kesi ya mashehe wa Arusha ndio nitakaoutumia pia kuhakikisha hao mashehe ambao wameshtakiwa sio Mwanza tu. Kuna mashehe wameshtakiwa Dodoma, kuna mashehe wameshtakiwa Shinyanga, kuna mashehe wameshtakiwa Mbeya, kuna mashehe wameshtakiwa hapo Mwanza sasa na wengine Iringa. Hao wote ni Watanzania wenzetu ambao wanastahili kufurahia mema ya nchi hii kama nchi huru. Kwa hivyo na mimi kama mmoja wa wanasheria, mmoja wa wapigania haki, ninao wajibu wa kuhakikisha kwamba hawa watu wanatendewa haki kwa mujibu wa sheria tulizonazo. Kwa hivyo nitaendelea kutoa mchango wangu popote pale utakapohitajika, sio Mwanza tu, hata katika maeneo mengine. Kuwa na chama cha siasa kilichosajiliwa hilo ni jambo moja ambalo ni hitaji la kisheria na linasimamiwa chini ya sheria namba 5 ya mwaka 92, sheria ya vyama vya siasa. Kwa hivyo vigezo vimewekwa kule, ndio maana tunavyo hivyo vyama. Lakini vyama hivyo sasa kuungwa mkono na wananchi ili waweze kutimiza lengo lao lakini na matarajio ya wananchi, hilo ni jambo lingine. Kwa hiyo kisheria tuna vyama 19. Vyama hivyo vinafanya kazi kwa umakini na kwa ufanisi kiasi gani, hilo ni jambo lingine. Kwa sababu wananchi wana akili timamu, wana macho na masikio, wanaona na kusikia kinachoendelea kutoka kwenye vyama hivyo. Kwa hiyo wananchi wanachagua sasa kwa mujibu wa ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Tanzania, ni chama gani katika vyama tulivyonavyo wakiunge mkono ili waweze kupata yale ambao wanataka kupitia vyama. Sasa vikitumika hilo ni shauri yao, kwa sababu lengo la chama cha siasa ni kuwa kichocheo cha kuleta maendeleo ya watu. Lakini sasa kama chama kinakwenda pale kwa ajili ya maslahi ya viongozi, maslahi binafsi ya viongozi na sio maslahi ya wananchi, ndio maana nimesema wananchi wana akili timamu, wana macho na masikio, wanaona, wanaweza wakafanya upembuzi na wakaamua wajiunge na chama gani. Ndio maana tuna mfumo wa vyama vingi. Ukiona chama kimoja hakikizi malengo na matarajio yako, unaachana nacho na kwenda kwenye chama kingine. Mimi nadhani katika miaka hii 10 au 11 kutoka mwaka 2015 mpaka sasa, vyama vya siasa vimeendelea na niseme chama cha siasa, niseme chama cha demokrasia na maendeleo kwa mfano, kimeendelea kupata uungwaji mkono sana kuliko wakati mwingine wowote, na uelewa wa wananchi baada ya kuwa wanashirikishwa katika michakato hii ya kisiasa umekuwa ni mkubwa sana, na ndio maana unaona uimara wa chama cha demokrasia na maendeleo unazidi kukua siku hadi siku licha ya vikwazo ambavyo vinaendelea kuwekwa katika taifa letu kwenye ufanyaji wa siasa.